Hebu fikiria kitu kidogo sana kilichopo jikoni, sokoni au katika meza yako ya chakula. Kinaonekana cha kawaida sana, hakina gharama kubwa, watu wengi hukipuuza kabisa. Lakini ndani yake kina uwezo wa kubadilisha jinsi mwili wako unavyofanya kazi kila siku. Na kitu hicho kidogo ni tango. Watu wengi hula tango kama kuongeza ladha tu kwenye chakula, saladi au kuliwa bila kufikiria. Lakini leo utajua ukweli ambao wengi hawafahamu. Yaani, tango inaweza kuleta mabadiliko makubwa ndani ya mwili wako. Na mwisho wa video hii utaanza kuona tango kwa macho ya tofauti kabisa. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Tango ni nini? Tango ni mboga au ni tunda linalotokana na mmea wa cucurbitaceae, familia ambayo pia ina tikiti maji na maboga. Kitu cha kushangaza ni kwamba zaidi ya 95% ya matango ni maji. Lina virutubisho vichache lakini muhimu sana. Lina antioxidant zinazosaidia mwili kupambana na uharibifu wa seli. Kwa maneno rahisi, tango ni chakula cha maji na afya ya asili. Mwili na maji, nafasi ya tango. Mwili wa binadamu unahitaji maji kila sekunde. Lakini tatizo ni kwamba watu wengi hunywa maji kidogo sana. Husahau kunywa maji wakati wa kazi, hujikuta wamechoka bila sababu. Hapa ndipo tango linapoingia. Unapokula tango, mwili unapata hydration, yani maji, mzunguko wa damu unaboreshwa, ngozi na viungo vinapata unyevunyevu. Hii inaweza kusaidia kupunguza uchovu wa mara kwa mara, kichwa kuuma bila sababu na mwili kuwa mzito, yani mwili husaidia kuwa mwepesi. Katika ngozi, moja ya mabadiliko ambayo watu wengi huona ni kwenye ngozi kwa sababu ya maji mengi, vitamini C na antioxidant. Tango inaweza kusaidia ngozi kuwa laini, kupunguza ukavu wa ngozi, kupunguza kuonekana kwa uchovu usoni. Ndio maana katika cosmetology, tango hutumika kwenye maski za uso, cream za ngozi na vipodozi vya asili. Lakini muhimu kuelewa, hii haifanyiki kwa siku moja, ni mchakato wa kula mara kwa mara. Katika kudhibiti uzito, kama unataka kudhibiti uzito, tango ina nafasi kubwa sana, sababu ina kalori chache sana, linajaza tumbo kwa haraka, linapunguza hamu ya kula ovyo. Mfano, badala ya kula snacks zenye mafuta mengi, unaweza kula tango ukapata hisia za kushiba lakini bila kuongeza mafuta mwilini. Hii husaidia kupunguza ulaji wa kalori nyingi, kudhibiti unene taratibu na kuboresha mpango wa diet. Katika mmeng'enyo wa chakula, tumbo lenye afya ni msingi wa mwili mzima. Tumbo linahitaji nyuzi na maji mengi. Hii inaweza kusaidiwa na tango, chakula na kuleta faida zifuatazo. Kwanza, chakula kusagwa vizuri tumboni na kurahisisha mmeng'enyo. Kupunguza choo kigumu, yani constipation, kusaidia mfumo wa utumbo kufanya kazi vizuri. Watu wengi wana matatizo ya tumbo bila kujua sababu ni chakula kidogo cha nyuzi. Katika afya ya moyo na afya ya ndani, tango ina faida kubwa katika afya ya moyo kwa njia isiyo ya moja kwa moja, kwa kusaidia kupunguza msongo wa maji mwilini, kusaidia usawa wa madini kama potassium na kuboresha mzunguko wa damu. Mwili unakuwa balanced zaidi ndani. Na faida nyingine ni mwili kuwa mwepesi na nguvu nyingi ya asili. Baadhi ya watu wanapokula vyakula vyepesi kama tango mara kwa mara huripoti kuwa kujisikia wepesi zaidi, kupungua kwa body cravings na kuwa na nguvu ya kawaida bila usingizi mwingi. Hii hutokana na mwili kutopata mzigo mkubwa kuchakata chakula kizito mara kwa mara.
Kitu muhimu sana kuelewa ni kwamba ni muhimu kuelewa jambo moja: tango si dawa, halitibu magonjwa yote, lakini ni sehemu ya lishe bora, mtindo wa maisha na afya ya muda mrefu. Ukitegemea peke yake bila mlo mwingine haitoshi. Njia bora ya kula tango ni pamoja na: unaweza kula peke yake, unaweza kuliongeza kwenye saladi, unaweza kuchanganya kwenye maji ya limao, unaweza kula kama snacks kati ya mlo. Epuka kuchanganya na sukari nyingi, kufanya chakula cha mafuta mengi. Sasa umeona ukweli, kitu kidogo sana kama tango kinaweza kuwa na mchango mkubwa kwenye mwili wako. Si kwa miujiza, bali kwa kusaidia mwili kufanya kazi yake vizuri zaidi. Swali la mwisho kwako: kama ungeanza kula tango moja kila siku, unadhani ungeona mabadiliko gani? Niandikie maoni yako hapa chini. Na kama video hii imekufundisha jambo jipya, like, subscribe na share kwa mmoja unayempenda. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.